Promova TV, a home of testimonies. Karibu sana katika mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 13. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza kunifuata pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Wahariri wa sauti katika ushuhuda huu ni David Robert pamoja na Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu wapendwa katika Bwana. Shalom. Mimi ni mchungaji Moses Lushiku. Leo mwalimu ameweka ndani ya moyo wangu kushiriki nawe juu ya mada ya viumbe hai wanne kuzunguka kiti cha enzi. Huu ni ufunuo wa moja kwa moja tuliopokea kutoka kwa Bwana mwenyewe mwaka 2007. Tulipokuwa tukitembelewa na Bwana pamoja na malaika wakuu wawili, Gabrieli pamoja na Mikaeli. Na hapa tuko kwenye kanisa la Kimesia huko Kinshasa ambako tukio hili lilifanyika. Tulipewa Ufunuo sura ya 4 na hebu tusome pamoja mistari wa 6 pamoja na 7. Neno la unabii linatangaza. Ufunuo 4:6, mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na bahari ya kioo kama bilauri. Ufunuo 4:7, kiumbe chenye uhai wa kwanza kilikuwa kama simba, cha pili kilikuwa kama ndama, cha tatu kilikuwa na uso kama mtu, na cha 4 kilikuwa kama tai anayeruka. Tunarudia maneno ya Bwana mpendwa. Katika mstari wa 6 anasema, na mbele ya kile kiti cha enzi palikuwa na bahari ya kioo kama bilauri. Bwana alituambia wakati wa ziara hii kwamba bahari hii ya kioo inaashiria kanuni ya mipaka kati ya kiti cha enzi cha Mungu na ulimwengu wa wanadamu. Mwanadamu lazima avuke bahari ya kioo kama anataka kufika pale Mungu alipo kwenye kiti cha enzi. Hii ni kama bahari kuwa mpaka kati ya ulimwengu wa ardhi na ulimwengu wa baharini. Ili kupita kutoka nchi kavu hadi ulimwengu wa baharini, mtu lazima apitie baharini. Vivyo hivyo, ili kupita kutoka mahali tulipo hadi kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ni lazima mtu apite bahari ya kioo. Bahari ya kioo iko wazi na inaashiria wazi ni nani anayepaswa kukaribia kiti cha enzi cha Mungu. Yeye aliye muwazi na anayeishi mbali na unafiki unaweza kusonga mbele kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Katika sehemu ya pili ya mstari wa 6 inasema, na katikati ya kile kiti cha enzi, kukizunguka kile kiti cha enzi, kulikuwa na viumbe hai 4 vilivyojaa macho mbele na nyuma. Viumbe hao 4 waliojaa macho ni kama CCTV, yani TV ya usalama iliyofungwa, iliyowekwa kuzunguka kiti cha enzi cha Mungu ili kuona na kupeperusha kila mtu anayekaribia kiti cha enzi. Wana macho mbele na nyuma. Ni kama chumba cha kudhibiti mfumo cha ofisi ya usalama ya jengo, kinachofuatilia kila mtu anayeingia na kutoka ndani ya jengo hilo. Sasa
Tutaanza uchambuzi wa kinabii wa hawa viumbe hai wanne. Viumbe hawa hai wanne walikuwa katikati ya kile kiti cha enzi na kukizunguka kile kiti cha enzi. Wako karibu na Mungu na wanachukua nafasi ya wenye nguvu kwa sababu wanazunguka kiti cha enzi. Bwana alisema kwamba wale wanaofanana na hawa viumbe hai ndio washindi na wataletwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Bwana alisema atamwacha ashindaye aketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi. Soma kitabu cha Ufunuo 3:21. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 21. Kiumbe hai wa kwanza ni simba, na usiku ule Bwana alitueleza, je, haikuandikwa kunihusu mimi ya kwamba mimi ni simba wa kabila la Yuda? Ufunuo 5:5. Tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda hata kukifungua kile kitabu na mihuri yake 7. Kiumbe hai wa pili ni ndama, na Bwana akasema, je, haikuandikwa katika maandiko kwamba nitafanywa kuwa mtumishi wa Bwana? Ndama ni ishara ya mtumishi anayefanya kazi na kulima ardhi ili kupanda mazao na mimea. Wafilipi 2:7 inasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Zakaria 3:8 inasema, tazama nitamleta mtumishi wangu aliyechipukizi. Isaya 42 mstari wa 1 inasema, tazama mtumishi wangu ninayemtegemeza, wateule wangu ambao nafsi yangu imependezwa naye. Nimeweka roho yangu juu yake, atawaletea mataifa hukumu. Kiumbe hai wa tatu ana uso wa mwanadamu. Je, haikuandikwa katika maandiko kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, na neno alikuwepo kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu? Yohana 1:1. Na hilo neno si mimi, kwa maana imeandikwa, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana 1:14. Mtu huyu mwana pekee wa Baba ananitaja mimi. Kiumbe hai wa nne ni tai, ambaye Bwana pia alisema ni mfalme wa ndege. Ni tai anayefanya makao yake juu ya milima mirefu na kuluka juu angani. Bwana alisema, tai huyu arukaye anafananishwa na mimi, kwa sababu mimi niko juu sana na niliinuliwa juu ya wote, kwa sababu anapaa juu. Tai ni ishara ya ufufuo au kupaa kwa Kristo. Bwana aliendelea, viumbe vinne vilivyo hai ni ujumbe wangu ninaokupa chini ya awamu 4. Awamu 4 zinadhihirisha injili 4: Mathayo, Marko, Luka na Yohana, katika nyanja 4 tofauti za Bwana Yesu. Katika Mathayo tunaona Masihi mfalme, yani simba. Katika Marko tunaona mtumishi wa Yehova, yani ng'ombe. Katika Luka tunamuona mwana wa Adamu, yani mtu, na katika Yohana tunamuona mwana wa Mungu, yani tai. Injili 4 zinaashiria pembe 4 za dunia. Pembe 4 za dunia zinaashiria pepo 4 na pande 4: kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Bwana alitueleza kwamba ili kufikia kiti cha enzi kuna awamu 4 ambazo tunapaswa kuzipitia: simba, ndama, mwanadamu na tai. Bwana alisema, ili kufikia kiti cha enzi lazima muwe waigaji wangu.
nitawapa ninyi mahali pa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi mtakapopita katika awamu hizi 4. Bwana Yesu alisema, mimi ni simba wa kabila ya Yuda. Awamu ya kwanza ni simba, ambayo ni ishara ya uamuzi, kwa maana imeandikwa, hakuna mtu ambaye ametia mkono wake kulima na kuangalia nyuma anafaa kwa ufalme wa Mungu. Luka 9:62. Ili kufikia kwenye kiti cha enzi mbinguni, ni muhimu kuwa na roho ya simba. Simba inaashiria harudi nyuma. Inabidi uwe kama simba, yani wakishambulia huwa hawarudi nyuma. Simba wanakaribia kiti cha enzi, na muungano huo wa kiti cha enzi ni matokeo na kilele cha uamuzi wao wa azimio lao la kusukuma mbele na kamwe wasirudi nyuma. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 kinasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ni lazima tuwe imara na uamuzi wetu wa kumtafuta Mungu ili tuendeleze sura ya simba ndani yetu. Tunapokuwa na roho ya simba ndani yetu, tunaendeleza kukuza roho ya utumishi kama ndama. Ndama au fahali mchanga anafanya kazi shambani akivuta vitu vizito kama jembe ili kuvunja udongo ili miche iweze kupandwa. Ndama ni ishara ya mtumishi anayelima ardhi ngumu ya mioyo ya wenye dhambi ili kupanda mbegu ya neno la Mungu. Mbegu hizo zikiota mizizi na kukua, wapokeaji watakomaa, kupendana na kuhudumiana. Ndama ni sura ya kuwekwa wakfu kuelekea huduma. Unataka kwenda mbinguni na kuwa mshindi, kuketi pamoja na Kristo. Imeandikwa kwenye Ufunuo 3:21. Kwenye kiti chake cha enzi itabidi utumike kama ndama. Asili ya ndama ni kwamba anapofungwa nira ili kuvuta jembe, ndama hufunga mdomo wake na kufanya kazi yake kwa unyenyekevu. Hii inaashiria mtumishi anayemtumikia Mungu bila manunguniko wala kulalamika. Mashamba yanaweza kuwa makubwa sana, kazi ni ngumu sana, inaweza kuwa imejaa hatari kutoka kwa simba maramara na simba. Hata hivyo, ndama bado lazima avute jembe. Inaashiria uvumilivu wa huduma. Mtumishi hutoa sadaka nyingi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anapochukua sura ya ndama, anaanza kufanana na Yesu. Isaya 53 mstari wa 1 hadi wa 5 imeandikwa, ni nani aliyesadiki habari zenu, na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Maana atamea mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tutakapomwona hakuna uzuri hata tumtumaini. Amedharauriwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye huzuni. Alidharauliwa wala hatukumuhesabu kuwa mtu. Hakika ameachukua masikitiko yetu na amejitwika huzuni zetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu ndiye aliyebeba mzigo wa dhambi za wanadamu. Yesu alikuwa mtu wa maumivu, aliyezoea kuteseka. Ni lazima tutoe dhabihu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni lazima tuteseke ili kulipa gharama ya kulima ardhi hii ya mioyo ya wenye dhambi na kupanda mbegu za neno la Mungu ndani ya mioyo yao. Huu ndio umuhimu wa kinabii wa ndama. Anayetaka kwenda mbinguni lazima awe na nembo ya ndama, ambayo
ni mfano wa mtumishi wa Mungu anayefanya kazi kwa mavuno makubwa. Uthibitisho ni kwamba Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6 imeandikwa, inatuambia kwamba Kristo alitufanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu na Baba yake. Utukufu na uwezo una yeye hata milele. Amina. Makuhani wote lazima wawe na madhabahu ambayo chini yake lazima amtolee Mungu dhabihu za roho. Kama Paulo anavyosema katika Warumi 15:16, kuwa mhudumu wa Kristo Yesu kwa mataifa. Alinipa jukumu la ukuhani la kutangaza habari njema ya Mungu ili watu wa mataifa mengine wawe dhabihu inayokubalika kwa Mungu, iliyotakaswa na Roho Mtakatifu. Ndama ni mja anayefanya kazi ya kuongoa roho. Ulimwengu unapaswa kumgeukia Yesu Kristo na kujua mambo ya Mungu. Kiumbe hai watatu kina uso wa mwanadamu. Miongoni mwa viumbe hai wanne, wawili ni wanyama, mmoja ni ndege, mmoja ni mwanadamu. Kwa nini kuna mtu kati ya wanyama? Ili kufikia kiti cha enzi, mtu lazima awe kama viumbe hai wanne, na hivyo inajumuisha kuwa na asili ya mwanadamu aliyejulikana. Wakati wa uumbaji wa Mungu wa ulimwengu, Mungu alisema katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na juu ya nchi, wanyama na juu ya nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kiumbe hai cha tatu chenye uso wa mwanadamu ni ukiri wa sura ya Mungu. Ni lazima tuendeleze asili ya mwanadamu ili kuwa sura ya Mungu, ili kufikia kiti cha enzi cha Mungu. Mwanadamu lazima aendeleze sura ya asili ya Mungu ili kutofautishwa na maelfu ya uumbaji. Ndio maana tunamwona mtu miongoni mwa wanyama wawili na ndege mmoja. Mwanadamu ndiye pekee kati ya viumbe hai wanne anayeweza kukuza sura ya asili ya Mungu. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, lakini sisi sote kwa nyuso zisizo wazi tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa Roho wa Bwana. Miongoni mwa viumbe vilivyoumbwa, mwanadamu pekee ndiye aliyepewa fahamu na akili. Wanyama hawana uwezo wa kumwogopa Mungu. Mwanadamu ndiye pekee anayeweza kuwa na hofu ya Mungu. Kama vile Mhubiri 12:13 inavyosema, mwisho wa jambo yote yamesikika, mche Mungu na uzishike amri zake, maana huo ndio wajibu wote wa mwanadamu. Lakini pia Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1 inasema, wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na kila unajisi wa mwili na roho, tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Umuhimu wa kinabii wa mwanadamu kati ya viumbe hai wanne ni kuwa na sura ya Mungu na hofu ya Mungu, kuja kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ana mbawa zilizotandazwa katika nafasi ya kuruka, Isaya 40:31. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tai wanakimbia na hawachoki, wanatembea na hawazimii. Tai tayari yuko katika ulimwengu wa mbinguni bila upinzani wowote wa kidunia au kushikamana. Tai ndiye mfalme wa ndege
na huenda mbali zaidi na juu zaidi. Tai anaporuka huinua mbawa zake na kuinua miguu yake juu. Miguu iliyoinuliwa inaashiria kujitenga kwake na vitu vya kidunia vya kisasa. Bwana Yesu alisema, "Nawaamuru ninyi watu wangu kujitenga na dunia. Mnapoweka imani yenu kwangu, mnakuwa mabwana." Ni muhimu kuepuka mambo ya maisha ya dunia hii. Tai anaporuka mbali zaidi, juu zaidi, huona mandhari kubwa kwa kutazama tu. Huweka moyo wake kwenye malengo makubwa sana. Tai ni wale wanaoona malengo makubwa sana wanapotembea na mimi. Tai ni wale wanaomwamini yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoomba au tunayowaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Imeandikwa kwenye Waefeso 3:20. Bwana alisema kwamba tai ana mwelekeo wa kupanda juu zaidi angani. Wale walio na sura ya tai wana mwelekeo wa kwenda mbele zaidi na zaidi katika mambo ya Bwana. Bwana aliongeza kuwa tai ni ndege wa milimani. Maana yake ni kuwa tai ni lazima mtu atafute uwepo wa Mungu kila siku. Imeandikwa kuhusu Yesu kwamba mara nyingi alipanda mlimani kuomba. Mathayo 14:23 inatuambia kwamba naye alipokwisha kuaga makutano alipanda mlimani peke yake ili kuomba. Tunasoma pia katika Luka 6:12, ikawa siku zile alitoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Pia tunasoma ambapo Bwana aliwachukua baadhi ya wanafunzi wake kwenda naye mlimani ili kuomba. Kwenye Luka 9:28 inasema, ikawa yapata siku 8 baada ya maneno hayo, akawatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani kuomba. Makao ya tai mlimani yanamwezesha kwenda mbali sana katika mambo ya mbinguni, huku maono ya dunia yanazidi kuwa madogo na madogo machoni pake. Tai hujitakasa na mambo ya kidunia na kuwa na nia ya mbinguni anapokaa mlimani mbele za Mungu. Na mwenye sikio ayasikie maneno haya. Ubarikiwe sana. Na hapa nitakueleza kuhusu fumbo la roho inayozunguka juu ya maji katika mwanzo wa uumbaji. Huu ni ushuhuda kuhusu tukio ambalo siwezi kulisahau kwangu. Ilikuwa ni siku ya Jumatano tarehe 27 Desemba 2017. Nilikuwa nimejilaza kitandani kulingana na mapendekezo ya daktari aliyeniambia nipumzike kwa sababu sikuwa na afya nzuri. Siku hiyo kila mtu alienda kanisani na mimi nilikuwa peke yangu nyumbani. Nilikuwa nimeangalia shinikizo langu la damu lilikuwa juu. Nilikuwa na wasiwasi na kujiuliza ningewezaje kuwa mgonjwa namna hiyo. Nilikuwa nimelala pale. Ghafla dari ya chumba changu ikageuka kuwa skrini kubwa. Nilianza kusikia sauti ya Bwana ikitoka kwenye skrini. Wakati Bwana alipokuwa akizungumza, niliweza kuona katika picha kile alichokuwa anakizungumza. Kwenye skrini Bwana aliniambia, "Wana wa Adamu mnauliza maswali mengi. Unataka kujua jinsi ya kuniogopa mimi. Unajaribu kuelewa jinsi ya kunikaribia mimi. Leo ndio jibu lako." Nilishangaa kwa sababu Bwana alijua kwamba nilikuwa mgonjwa, lakini hakujali kwamba nilikuwa katika hali ya udhaifu. Alizingatia zaidi kile alichojia. Katika mazungumzo haya na Bwana, niliona kwamba alikuwa akitumia lugha ya picha. Alinirudisha mwanzo ili kunifundisha jinsi ya kumkaribia yeye. Bwana alisema, siri ya ukaribu na uungu unaweza kufuatiliwa hadi kwenye uumbaji. Tazama, mwanadamu. Nilikuwa nikitembea katika nafasi tupu na uwazi katika mdundo mbadala.
Hapa nilikuwa katika anga tupu kama mtu ambaye hakuwa na la kufanya. Je, ilikuwa ni matembezi ya kawaida tu au kupanda angani? Hapana. Nilitiwa moyo na uwazi usio na kikomo. Katika jina la hekima yangu isiyo na kikomo, nilikuwa nikizalisha kila aina ya mawazo ili kuoanisha kazi zangu ambazo zingetokana na uwazi na ubatili. Kwa upande mwingine, hii ni kuwadhihirisha watoto wangu kwamba imani ya kweli, kwamba msingi usio na kikomo uliwekwa chini licha ya uwazi. Hiyo kutoka kwa chochote inakuja kwenye tumaini la kutoa sura kwa siri zijazo zinazofikiriwa. Kitabu cha Ayubu sura 26 mstari wa 7 kinasema, hutandaza kaskazini juu ya mahali tupu na kuitundika dunia pasipo kitu. Mpendwa, Bwana aliniambia Ayubu katika Ayubu 38:4-6, ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Tangaza ikiwa unaufahamu. Ni nani aliyeweka vipimo vyake? Kama unajua, au ni nani aliyenyoosha uzi juu yake? Misingi yake imewekwa juu ya nini? Au ni nani aliyeweka jiwe lake la pembeni? Lakini pia kwenye Zaburi ya 102 mstari wa 25, tangu zamani uliweka msingi wa dunia, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Kisha Bwana akaniambia, sasa wana wa wanadamu, ifahamuni siri ya safari yangu na harakati katika uwazi wa anga. Ilinibidi kuhesabu kipimo cha ulimwengu. Nilikuwa nikiwazia jambo ambalo kutoka kwake nitaweka msingi wa mwanzo hadi uumbaji wangu. Kisha niliunda maji makubwa, ambayo kwa hayo nilichukua hatua ya kusonga mbele na kuelea juu yake ili kuanzisha kipindi kilichodhamiriwa. Imeandikwa katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 3, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kuelea kwangu juu ya kilindi ndipo asili ya dhana ya ukaribu na mimi inatoka. Ukaribu kwangu ni safari ambayo watoto wa binadamu watalazimika kuianzisha. Kwa hiyo watoto wa mwanadamu itabidi waelewe kiini na kuelea kwangu juu ya kilindi kikuu kisicho na kikomo. Ilinibidi kufichua na kuweka maji ya kina kwa moto ambayo ni asili yangu. Maji ya kina kirefu yalilazimika kupata mmemenyuko wa kemikali unaoitwa uvukizi. Hii lazima itokee kama matokeo ya kufichuliwa kwa asili yangu yenye moto na inayowaka. Mwanadamu, uvukizi lazima uwe funzo kwako ili uweze kuelewa kwamba ikiwa nilikuwa nikielea juu ya maji ni kwa sababu nilitaka kuwa karibu nayo ili niweze kusambaza nguvu zangu kwake. Kisha Bwana akasema, urafiki wa karibu na mimi unamaanisha kunikaribia zaidi ili uweze kulowekwa na nguvu zangu za kimungu. Na wakati nguvu zangu za kimungu zinapohamishwa ndani ya mwanadamu, zitabadilisha tabia yake kupitia kwa nguvu ambayo itamfanya akose kwa muda mrefu zaidi kukidhi matakwa ya asili ya Adamu. Inadhihirishwa kupitia tamaa za mwili. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 21 kinasema, ambaye ataubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake na utukufu, kwa uwezo ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 4 kinasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, hamwezi tena msipokaa ndani yangu. Wapendwa, mara tunapofunuliwa kwa asili ya Bwana inayowaka, nguvu zake zitateketeza mielekeo na mienendo ya Adamu ndani yetu na mwili utakufa.
Bwana Yesu Kristo alisema, yeye aliyenikaribia zaidi hupokea nguvu zangu, ambazo humtenga na mwelekeo na matamanio yake ambayo yanafungamana na mielekeo yake ya kiadamu. Hapo ndipo nguvu yangu inapoingia katika moyo wa mwanadamu ili kuwabadilisha. Kutakuwa na mabadiliko ya ghafla ya tabia na maumbile ndani yake kwa njia muhimu. Haya ndiyo maelezo ya uwepo wangu wa moto juu ya kilindi. Hii ndiyo njia ambayo maji yatajitenga yenyewe kwa uvukizi. Sehemu ya maji kutoka chini ilipitia mabadiliko na uvukizi kutoka hali ya kioevu hadi hali ya gesi. Maji haya ya uvukizi yaliyopandishwa angani na kufanyika anga na mbingu. Maji ambayo yalishindwa kupita katika uvukizi hadi baada ya kufichuliwa na joto la uwepo wangu yatashushwa na kutumika kwa ajili ya kuumba dunia. Mwana wa Adamu, elewa kwamba dunia ni zao la kushindwa kuhusiana na joto la uwepo wangu. Mbingu ni matokeo ya maji ambayo yalikubali mabadiliko na kupitia katika uvukizi kama matokeo ya kufichuliwa na joto la mwali wangu. Mpendwa, wakati Bwana alipokuwa akipepea juu ya uso wa vilindi, alikuwa ni mwali wa moto uliokuwa ukiwaka maji ya vilindi. Kwa hiyo sehemu ya maji ilipitia miyeyuko wa kikemikali unaoitwa evaporation. Ili kutoa nafasi kwa maji ilibaki dunia. Mchakato unapaswa kurudia tena. Kuna mzunguko mara kwa mara ili maji ambayo bado ni juu ya dunia kukubali uvukizi. Kisha inaweza kufuata na kuungana na ile ambayo tayari ni sehemu ya anga na mbingu. Na maanisha zamani maji yaliyotengenezwa chini yaliwahi kushindwa kwa sababu yameshindwa kuyeyuka, lakini maji kutoka juu ambayo yalitoka kwa uvukizi yalitumika kuunda mbingu. Imeandikwa katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 7 hadi wa 8, Mungu akalifanya anga, akatenganisha maji yaliyo chini ya anga na maji yaliyo juu ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita anga mbingu. Bwana alisema dunia imeundwa kutokana na maji yaliyo chini ambayo ni yenye dosari, mbovu na yenye kushindwa. Dunia ni zao la upungufu wa kasoro. Ndio maana dunia ilikuwa tupu na isiyo na umbo, lakini mbingu zimekubali maji ambayo huinuka kupitia uvukizi. Bwana Yesu akaniambia, imeandikwa katika kitabu cha Musa ya kwamba mvuke utainuka juu ya nchi, nao utaunywesha uso wote wa nchi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 6 kinaandika, lakini ukungu ulipanda kutoka duniani na kutia maji uso wote wa nchi. Hii ina maana kwamba ni wale tu waliokaa katika joto la uwepo wa Mungu na wamevukizwa hadi mbinguni wanaweza kushuka chini ili kumwagilia dunia nzima kwa baraka za mbinguni. Bwana Yesu akaniambia, hii ndiyo sheria ya mabadiliko. Ninafanya kazi ambapo kanuni hii inaheshimiwa. Nilihitaji kuumbwa kwa mtu aliyetolewa kutoka duniani kama nakala, ambaye angepaswa kupitia ubatizo kama ishara ya kufanywa upya na kisha ubatizo wa moto kwa ajili ya utakaso. Haya ni maneno aliyosema Bwana. Hayo ni maneno aliyosema Bwana. Ni muujiza kwamba hata niliweza kuyaweka kwenye kumbukumbu zangu. Hii ilitokea tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2017 saa 11 jioni. Mpendwa, katika kitabu cha Ufunuo 17:15 kinasema, kisha kaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni watu na makutano na mataifa na lugha. Wakati Bwana anatembea juu ya uso wa maji, hii ndiyo sura ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake.
Uvukizi ni ujumbe wa kinabii wa unyakuo. Mungu ni moto wakao. Anapoingia kwenye kina kirefu ambacho ni watu wake, lazima kuwe na uvukizi unaotokana na joto la mwali wa moto wa Mungu unaoendelea juu ya maji ambayo yanaashiria watu wake. Uvukizi ni mabadiliko na utakaso wa watu ambao watainuka katika unyakuo. Mungu anapoingia katika kuwasiliana na watu wake, daima kuna mabadiliko ya hali. Alipokuwa juu ya vilindi vya maji, viliyeyuka kwa sababu ya mwali wake. Uvukizi ni mabadiliko ya hali kutoka kiohevu hadi mvuke. Ili tuweze kunyakuliwa, lazima tufunuliwe kwa joto la uwepo wa Mungu ambao ni ubatizo wa moto kwa utakaso. Uwepo wa Mungu ambao ni mwali wa moto lazima ubadilishe hali yetu, kama vile vilindi vilipowekwa kwenye mwali wa moto unaowaka ambao ni asili ya Mungu. Ubatizo wa moto unapasa kuteketeza tamaa za kimwili, za dhambi, mielekeo na tamaa za asili ya Adamu ndani yetu, na kuchukua mahali pa hizo sifa za kimungu, uwezo, utakatifu na uadilifu wa Mungu. Kadri tunavyofunuliwa kwa uwepo wa Mungu, ndivyo mabadiliko ndani yetu yanavyokuwa makubwa zaidi. Ikiwa ulikuwa ukipenda dhambi fulani, unapokaa mbele zake utakuwa na chuki ya ghafla kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Mpendwa, maji yanapopanda juu ni maji yaliyopitia mabadiliko. Watu watakaoinuka katika kunyakuliwa ni watu ambao wamebadilishwa na uwepo wa Mungu unaowaka. Mielekeo yao ya Adamu itakuwa imeharibiwa kupitia ubatizo wa moto. Tunaingia katika uwepo wa Mungu kwa njia nyingi, iwe kwa maombi, kusoma Biblia, kuabudu, hata kuhubiri na kusikiliza mahubiri, na neno la Mungu hutuingiza katika uwepo wake ambao utatubadilisha. Mkristo mwenye kiburi, chuki za kidunia hawezi kudai kuwa anaishi katika uwepo wa Mungu, kwa sababu uwepo wa Mungu husababisha mabadiliko ambayo tunapoteza mwelekeo wa Adamu. Mungu aliwaongoza wana wa Israeli jangwani. Mchana alipokuwa akiwaongoza kwa nguzo ya wingu, na usiku mchana alikuwa akiwaongoza kwa nguzo ya wingu, na usiku alikuwa akiwaongoza kwa nguzo ya moto. Wingu linashusha maji kwenye dunia ambayo yanawakilisha riziki, baraka na ustawi. Lakini moto unawakilisha utakaso. Kuna nyakati mbili, mchana na usiku. Siku hiyo ilikuwa ni agano la kale na nguzo ya wingu, lakini tunaishi katika usiku wa kinabii na giza duniani ambamo nguzo ya moto inafanya kazi. Huu ni wakati wa utakaso kwa njia ya moto. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 7 inasema, mnafurahi sana katika jambo hili, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna nyingi, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko thawabu ipoteayo, ijapokuwa ijaribiwe kwa moto, ipatikane kwa sifa na heshima na utukufu kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Wapendwa, uwepo wa Bwana uwakao moto ni kati ya watu wake, lakini ni maji tu, na watu ambao watakubali mabadiliko watayeyushwa na kukamatwa katika unyakuo. Maana Mungu wetu ni moto ulao, imeandikwa kwenye Waebrania 12:29. Afanye watumishi wake kuwa miali ya moto, imeandikwa pia kwenye Waebrania sura ya kwanza mstari wa 7. Tutaishia hapo. Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Ushuhuda huu utaendelea. Katika sehemu inayofuata tutaangazia kuhusu siri ya wazee 24, viumbe hai wanne. Usikose mwendelezo.
Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu anayejulikana kama Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Ukiipata, hakikisha una like, una comment, lakini pia una subscribe, bila kusahau kushare linki kwa kadri uwezavyo. Utabarikiwa sana. Promova TV inaandikwa P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Lakini kama una maswali, una maoni, una mapendekezo, una ushauri, unahitaji msaada wa kiroho, ama pengine unataka kutoa sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki cha ushuhuda pamoja na Promova TV kwa ujumla, tafadhali tutafute katika nambari hizi: kujumlisha 255-766-294335 au kujumlisha 255-784-074-462. Unaweza pia kutumia nambari hizo kuwasiliana nasi ikiwa una ushuhuda na ungependa kushuhudia kupitia Promova TV. Nikushukuru sana kwa muda wako, wewe ambaye umefuatilia tangu mwanzo hadi mwisho wa ushuhuda huu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wahariri wa zamu kwenye ushuhuda huu, Eric Audax pamoja na David Robert, nikutakie siku njema. Ubarikiwe sana. Endelea kufuatilia Promova TV. Hakikisha una like na pia una share kadri uwezavyo. Asante sana. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies.